Taarifa njema kuhusu mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga Pacome Zouzoua, ni moja kati ya wachezaji ambao tegemezi sana ndani ya kikosi hicho cha Yanga Sports Club, lakini baada ya kupatikana kwa zoruba ambalo liliweza kumkumba na kupelekea majeraha yake kwenye mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Yanga Sports Club, ilikuwa ni mechi ya mwisho ya kuweza kuamua ubingwa na hatimaye Yanga Sports Club walichukua ubingwa, lakini Pacome Zouzoua ameweza kupata majeraha ya mguu. Na hii ni habari njema kuhusu Pacome baada ya hofu kubwa kutoka kwa mashabiki. Taarifa zinaonyesha kuwa Pacome hajavunjika mguu, badala yake amepata jeraha la kuteguka kwa kifundo cha mguu, ankle dislocation, ambapo maungio ya kifundo cha mguu yamehama kutoka kwenye nafasi yake ya kawaida. Madaktari pia wanakadiria kuwa atahitajika takribani miezi 4 hadi 6 kupona na kurejea uwanjani kulingana na maendeleo ya matibabu na programu ya mazoezi. Jeraha hili linafanana na lile aliwahi kupata Jamal Musiala ambaye alifanikiwa kurejea kucheza. Hivyo kuna matumaini makubwa kwamba Pacome naye atarudi akiwa imara zaidi. Tunamwombea ili aweze kupona haraka. Na mpaka hivi sasa ambapo Yanga Sports Club baada ya kuweza kufanikiwa kutoa ubingwa wao wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu 2025-26 kwa mara 5 mfululizo, hatimaye atakwenda kujipanga na msimu mpya kabisa, lakini Pacome Zouzoua atakuwa nje ya uwanja, hataweza kuhudumia timu yake kwa takribani miezi 4 au 6 kwa makadirio ya madaktari. Nini hasa maoni yako kuhusiana na taarifa hii wewe mdau? Tunakuomba tupia maoni yako hapo, lakini pia yote kwa yote basi dua zako ni muhimu sana, au dua zenu ni muhimu sana wadau wa soka, lakini pia shabiki mbalimbali wa Yanga Sports Club, ili muweze kumwombea mchezaji huyu ambaye ni Pacome Zouzoua aweze kupona haraka na Mwenyezi Mungu amfanyie uwepesi ili aweze kurejea kwenye majukumu yake kama hapo awali. Mimi sina mengi zaidi ya kuomba, gusa neno subscribe, lakini pia like, comment na kushare, na hii ni Chuma Online TV.